Bwana Morashi, by the way, taifa katika upande wa comedy umepata mpasuko mkubwa sana baada ya kuondokewa na mtu ambaye ni muhimu, tunaweza kusema ni muhimu sana kwenye upande wa comedian. Tunafahamu kwamba comedian ni kitu ambacho kinatufanya tuondoe stress, tujisikie vizuri. Sasa kwa upande wa comedian wameweza kupoteza mtu muhimu sana. Hapa tunamzungumzia MC Pilipili. Bwana Morashi, imekuwa ghafla sana. Umeona bwana? Mnamo siku ya jana tarehe 16 taarifa zikatoka ya kwamba MC Pilipili atupo naye, ingawa bado sababu hazijaweza kubainika paka muda huu. Morashi, kwako MC Pilipili alikuwa ni mtu wa design gani kipindi cha uhai wake? Ukimzungumzia MC Pilipili enzi za uhai wake, first of all, kuna aina ya watu wengi sana ambao wanajitoa juu kwa watu, sure, na vitu kama hivyo. Lakini wengi tunawafahamu kwa sababu wengi wanakuwa wanatumia device zao kujirekodi video na nini, picha. Lakini ukimzungumzia MC Pilipili ni mmoja mtu pia ambaye alikuwa anajitoa sana kwa watu, msaada kwa watu, watoto ambao wajiwezi na nini. Lakini MC Pilipili alikuwa sio mtu wa kujionyesha kwenye mitandao kabisa, video, picha na vitu kama hivyo. MC Pilipili pia ni mmoja mtu ambaye alihusika kwa asilimia fulani kuinua vipaji vya watu fulani. Ndio maana hata baada ya msiba wa mama yake kutokea, niliona watu wengi sana walikuwa wakijaribu kumpa pole kwenye mitandao ya kijamii na sehemu zingine tofauti tofauti, kwa sababu unakuja kugundua light huyu jamaa anaishi vizuri sana na watu. Na katika mchango wake pia wa kuinua vipaji vya watu, kutoa misaada kwa watu bila kujionyesha, lakini watu wanatambua mchango wake, ile pia ilikuwa inamweka karibu sana na watu, kijiji chake kinakuwa ni kikubwa sana. Sasa ukija kwenye maisha yake pia ya ushereheshaji pamoja na uchekeshaji kabisa, unajua ukiachana na uchekeshaji pia ni mshereheshaji MC. Hata wakati wa mauti unamkuta ilikuwa ni safari ya kuelekea kwenye sherehe kusherehesha Dodoma. Na vyanzo tofauti tofauti kwenye mitandao ya kijamii vimethibitisha, baadhi pia wachekeshaji, baadhi pia MC wenzake wamethibitisha kifo ambacho kimetokea cha MC Pilipili. Ni pigo na ni pengo pia kwenye masuala pia ya ushereheshaji, sababu ni moja mtu ambaye kwenye sherehe ukichanganya na ucheshi ambao upo nao, najua mtu mchekeshaji alafu pia anasherehesha, tunaweza kusema kwamba ni ile ni full package. So alikuwa ni mtu ambaye sio kukaa pole kinyonge yani. Alikuwa ni mtu akisherehesha na sherehesha kweli. Lakini kwa sasa hivi naweza kusema kwamba kuna gepu kidogo ambalo limeondoka kwenye masuala ya ushereheshaji. Kuna MC tofauti kibao, RB tunawafahamu. Lakini ukimzungumzia MC Pilipili ni package yake ya kipekee. Tunaelewa chekeshaji lakini pia shereheshaji. Sawa, na ukiachana na upande wa kuwa MC, turudi kwenye MC Pilipili alikuwa ni comedian. Kwa upande mwingine, labda wewe unavyotazama sasa hivi katika kitengo cha comedian, kuna gap gani ambalo itakuwa inaonekana limemiss? Kwa sababu MC Pilipili ni miongoni mwa watu ambao ni comedian sana. Vipi kwa upande wa comedian, itakuwa imeathirika kwa upande upi, kwa asilimia zipi? Kikubwa ni kwamba MC Pilipili ni mchekeshaji lakini pia ni wa muda mrefu kidogo. Na kitu ambacho naweza nikasema kitamiss ni kwa wachekeshaji wa sasa hivi. Kwa sababu yeye ni wa muda mrefu, kwa hiyo kuna muda inabidi ukae na watu ambao walikuwepo muda mrefu kwenye game ya ucheshi, kukupa vitu tofauti tofauti vya sasa hivi lakini pia vya wakati uliopita. Kwa nafikiri kikubwa ambacho kitakuwa kimemiss ni kwamba comedian wa sasa hivi kukosa baadhi ya material kutoka kwa MC Pilipili. Umeelewa? Lakini ukiachana na ucheshi MC Pilipili
before hajaingia kwenye game ya ucheshi alikuwa ni mwalimu wa sanaa art, wanasema sekondari, Kiswahili, history, civics, alikuwa ni mwalimu. Kwa hiyo unaangalia hiyo package, ni mtu ambaye unaweza ukakaa akakufundisha kitu, mtu ambaye unaweza ukakaa akakuelekeza. Yani mimi ni mchekeshaji, nakaa na mchekeshaji ambaye ndo MC Pilipili, licha kunielekeza maudhui ya ucheshi yapoje, napata na elimu pia ndani yake. Umeelewa? Kwa vitu ambavyo vinakuja kumiss kwa sasa hivi ni hawa comedian wa sasa hivi kukosa baadhi ya material kutoka kwa MC Pilipili, kwa ambao wakupata nafasi ya kuwa naye karibu. Of course umegusia kwamba kizazi cha sasa hivi cha comedy kitakosa material. Kwa sababu tayari MC Pilipili ameshapita. Umeona bwana, na tupo naye. Unadhani labda kwa comedian ambao ndio wanakuja sasa hivi kitu gani wanatakiwa wakifanye ili kuendana na alichokuwa anakifanya MC Pilipili? Kikubwa cha kufanya ni kuwa na ukaribu na watu. Sawa. Unajua katika tasnia ambayo ni ngumu kuifanya na kupokelewa na watu, ucheshi kabisa, especially stand up comedy. Ili sasa watu wakuzingatie, wakufahamu, wakufuatilie, lazima utengeneze ukaribu na watu. Lazima utengeneze ushikaji na watu. Sawa. Ndio maana nimekuja kugundua MC Pilipili alikuwa ni mtu wa watu sana baada ya kutokea kifo chake. Comedian ambao wamejaribu kushare taarifa, ma-MC wenzake na watu wengine baki, waandishi wa habari, na baadhi pia interview zake ambazo hata hatukuwahi kuzisikia, zingine hata kuziona. Sasa hivi tunaanza kuziona, kumbe mwandishi wa habari huyo alishawahi kufanya naye interview, kumbe huyo alishawahi kufanya naye interview. Umeelewa? Kwa ni katika namna ya kujenga ukaribu na ushikaji na watu bila kujitenga. Unajua comedian wengine wanakuwa gani, sisi ni comedian tu. Au wengine sisi sio washikaji wetu kabisa. Lakini kimsingi inabidi mtu unakuwa na ukaribu na watu, package ya watu unakuwa nayo. Ndio kitu cha msingi comedian sasa hivi kujifunza kutoka kwa MC Pilipili. Sawa. Na kitu ambacho tumekiona baada ya taarifa za kifo chake, ma celebrity wengi wameonekana kuguswa. Tukamwona official Zuchu, tukawaona kina Kiledio. Umeona bwana, watu wengi especially ni comedian wameonekana kuguswa na tukio hili. Hii yote kutokana na jinsi MC Pilipili, kama ulivyokuwa unamuelezea, alikuwa ni mtu ambaye ni social, mtu yuko karibu sana na jamii. Umenielewa bwana? Na taarifa mpaka sasa hivi za kifo chake hazijaweza kuwa bayana. Umenielewa bwana? Na watu, kwa sababu siku zote watu wanafanya uchunguzi. Umeona bwana? Maki imekuwa ni ghafla sana. Na tushangai kwa sababu sisi ni binadamu. Yani taarifa ya kuthibitisha kifo tayari zimetolewa, ila chanzo bado hatujafahamu, kwa sababu hata kwa mujibu wa taarifa ya mganga mfawizi ya hospitali ya General Dodoma amethibitisha kifo cha MC Pilipili. Na ni chanzo bado hatujajua ni ambacho kimepelekea mauti kabisa. Kwa kumalizia kwangu mimi, kwa MC Pilipili alikuwa ni mtu ambaye yuko mcheshi sana. Yani kila tapoko, nadhani kama kuna mtu utakuwa unamchukia, ulikuwa unamchukia MC Pilipili, basi utakuwa una shida zako binafsi, kwa sababu jamaa alikuwa yupo normal na yuko real, yani anaishi maisha yake. Umeona bwana? Na alikuwa ni mtu ambaye siku zote apendi yale majibizano. Umeona bwana? Ni mtu ambaye alikuwa yupo kimya sana, ila kwenye sehemu ambayo inahitajika watu waongee ataongea. Lakini alikuwa pia na hofu ya Mungu. Alikuwa ni mtumishi mzuri sana. Kwa sababu hata wakati wa walimu wake shuleni Bible pia alikuwa anafundisha. Hivi MC Pilipili ni mtu ambaye mtu unaweza kumuona mtu kwa MC Pilipili anaonekana kama bado kijana hiyo, unajua? Miaka 40. Miaka 40. Miaka 40 bado. Ni Eddie Gora kina anajitunza. Unielewa bwana? Miaka 40 bado.
Na mke wake baada ya kupata hizo taarifa alilia sana. Unaona bana, kwa sababu ndio first yani mtu wa kwanza kupokea hisia, ni mtu ambaye alikuwa analala naye, anapanga mipango. Unaona bana. Sawa, leo kwenye recap tulikuwa tunapita na jambo la MC Pilipili ambaye kwa sasa hivi tayari jina lishabadilika. Umeona bwana, ni marehemu. Umeona bwana. Na tulikuwa tunapita jinsi alivyokuwa anaishi na watu. Umeona bwana. Mo Rush Kijukuu ameweza kuweka sawa kabisa kwamba alikuwa ni mtu fulani ambaye yupo social sana, ana makuu na mtu. Pia kwenye upande wa comment unaweza ukaweka ujumbe wako kuhusiana na chochote ambacho kile unakifahamu kutoka kwa MC Pilipili kwenye upande wa comment, lakini pia subscribe kwenye YouTube channel yetu ili kuhakikisha unapata zile taarifa zote muhimu. Umeona bwana. Bado ratiba za mazishi hatujaweza kuzipata. Kuna mambo mengi sana ambayo inabidi tupeane taarifa kuhusiana na MC Pilipili. Nyuma kamera alikuwa Mohamed Morunga. Mimi naitwa Dimswati, microphone number 1. Nipo na Mo Rush Kijukuu, microphone number 2. Mpaka pale baadaye. Bye bye.